Kuelekea katika kumbukizi ya kifo cha baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kumefanyika kongamano maalum la kuchagiza siku hiyo lililofanyika katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali. Akizungumza katika kongamano hilo, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa amesema kongamano hilo litaisaidia serikali juu ya kuboresha sekta mbalimbali pamoja na kuenzi falsafa ya hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na namna inavyokisi dira ya maendeleo kwa sasa hapa nchini. Kongamano hili lina lengo la kuchochea mjadala wa kitaifa kuhusu namna bora ya kujenga na kuendeleza nguvu kazi yenye ujuzi, ubunifu na maadili, ikiwa ndio msingi wa utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa inayoishia mwaka 2050. Na kupitia mijadala yenu, taifa letu litanufaika kwa kupata mapendekezo na mikakati mahususi ya kuimarisha ubora wa rasilimali watu, kuboresha elimu na mafunzo na kuhamasisha ushirikiano kati ya sekta ya umma na sekta binafsi katika kukuza nguvu kazi ya kisasa. Ndugu washiriki, kongamano hili pia linatoa fursa ya kuenzi mchango wa baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye falsafa na maono yake kuhusu elimu, utu, kazi na maendeleo bado imeendelea kuwa dira inayotupa mwanga hadi sasa, na tunaamini dira hii itaendelea. Naye makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Profesa William Mwanangisye amesema chuo hicho kitaendelea kuwa kitivo cha maarifa na mhimili katika kuyaenzi falsafa ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kinatambua kuwa maendeleo ya kweli hayawezi kutokea bila kuwekeza katika watu, bila kuandaa kizazi chenye ujuzi, elimu ya maadili na uzalendo. Hii ndiyo roho ya urithi wa Mwalimu Nyerere, kuamini katika elimu kama nyenzo ya ukombozi, ustawi na mshikamano wa kitaifa. Kwa upande wake, mkurugenzi wa kituo cha ubia kati ya serikali na sekta binafsi ndugu David Kafulila ameonyesha umuhimu na mchango wa kituo hicho katika kujenga uchumi wa juu wa nchi, huku akigusia namna ambavyo hayati baba wa taifa alivyokuwa na imani juu ya dhana nzima ya ubia kwa maendeleo ya hapa nchini. Kwa hiyo ninachokisema tu ni kwamba kituo cha ubia kina wajibu huo wa kuhakikisha kwamba sekta binafsi inatoa mchango wake kwenye kujenga huo uchumi mkubwa. Sekta binafsi inatoa mchango wa mtaji, lakini pia inatoa mchango wa teknoloji na inatoa mchango wa ufanisi ili kuweza kufikia hiyo dira ya taifa ya mwaka 2050 inayolenga kujenga uchumi mkubwa wa takriban dola trilioni 1, ambao kwa sasa katika nchi zote 193 duniani ni nchi 19 tu ambazo zimefikia kiwango cha uchumi wa dola trilioni 1 kwenda mbele. Na katika Afrika hakuna, kimsingi sio tu hakuna dola trilioni 1 GDP, lakini hakuna hata nusu yake.